Wara kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuingia kwa Elie Mpanzu kuchukua nafasi ya Selemani Mwalimu anafanikiwa kutengeneza nafasi ya bao la tatu, na mnyama wa mwituni Simba Sports Club anaandika bao la tatu dakika ya 71, ikiwa ni bao ambalo Kasim Mgunda amejifunga baada ya cross murua ya mwamba Elie Mpanzu Kibisawara. Ilianzia kwa Chama akairejesha kwa Mpanzu akaingia nayo, akairejesha kwa Chama akairejesha kwa Mpanzu akaiweka kwa Chama tena akaiweka kwa Mpanzu akaingia karibu na edge ya 18, akapiga moja cross murua. Nafasi hiyo ikaja kumkuta katika nafasi mwamba Mgunda akiwa katika jitihada za kuhakikisha anaokoa mpira ule, ukaweza kumshinda, na moja kwa moja ikawa ni fursa katika upande huo wa Simba kuandika bao la tatu. So Mgunda amejifunga chuma ya tatu kwa cross ya Elie Mpanzu Kibisawara, na ninavyozungumza nawe mnyama mwituni Simba Sports Club tayari kamra chuma tatu Fountain Gate, na bado upande huo dakika zikiwa ni dakika za mapema, na mnyama akiwa anaonyesha hari ya kuzidi kupambana zaidi katika hizi dakika 90 kuhakikisha kwamba anapata ushindi mnono, ushindi mzito, ushindi wa kuifanya timu kutimiza kile ambacho kinahitajika katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Namna ambavyo mnyama mwituni anaonyesha performance nzuri zaidi katika mchezo huu, ni dhahiri shahiri ya kwamba timu imedhamiria pakubwa kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri na wanatimiza kila ambacho kinahitajika within this game. Ukitazama kina Inoremba, wakina Morris Abraham tayari wameingia, kina Chama wamepumzishwa, kina Rushaine pia wamepumzishwa. Ukitazama wachezaji kina Hussein Yaya Mbegu tayari wameingia kwenye mchezo huu, lakini pia utazama Alassane Kante namna ambavyo amekuwa na performance nzuri zaidi. David Kameta Duchu, ni dhahiri shahiri ya kwamba mnyama within this match yupo katika nafasi nzuri zaidi ya kupata aina ya matokeo mazuri ambayo anaamini ya kwamba yanamtengenezea mentati na ustadi mkubwa zaidi katika hizi dakika 90. Simba Sports Club mabao matatu, huku Fountain Gate wakiwa wameambulia patupu. Bado dakika zinaelekea 90 na mnyama bado anayo nafasi kubwa zaidi ya kuongeza bao la 4 katika mchezo huu na kuzidi kujihakikishia nafasi nzuri zaidi ya kutoa ubingwa NBC Premier League. Bao la kwanza limefungwa na Krotos Chora Chama mapema kabisa dakika ya 45, then dakika 45 za kipindi cha pili Libase Gea akafunga bao dakika ya 53. Sasa upande wa dakika ya 71 upande wa Chama akatengeneza nafasi yeye na Elie Mpanzu, then Mpanzu akapiga majaro, ndio tukamtazama upande wa Shabani Mgunda akijiweka kambani. Bwana, endelea kutufuatia mwanzo mpaka mwisho ili wa kwanza kunufaika na kuzipata taarifa na update za mchezo Simba mabao matatu Fountain 0.